Kwa nini hauneni kwa lugha? Umeokoka, umemwamini Yesu, umebatizwa, lakini hauneni kwa lugha. Kwa nini? Mtu mwingine atakuwa anajiuliza hilo swali. Kuna mwingine ambaye umekata tamaa kabisa kwamba labda Mungu anaangalia watu wa kunena kwa lugha. Nataka kuambia hapana, kwa sababu Yesu alisema kwamba wale ambao watamwamini yeye wataweza kutoa mapepo, lakini watasema kwa lugha mpya. Kusoma kwenye Marko 16 mstari wa 16 yote soma hapo. Anasema na ishara hizi zitafuatana nao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni kitu ambacho Yesu alikiahidi, lakini pia tunaona kilikuja kutimia pale ambapo wanafunzi wake walikuwa wamekaa upper room. Biblia inatuambia kwamba kusoma kwenye Matendo sura ya 2 mstari wa 4 nasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Kwa hiyo Yesu aliahidi kitu gani? Aliahidi kwamba tutanena kwa lugha mpya, lakini pia aliahidi kwamba akiondoka atatupa msaidizi. Yule msaidizi ndiye atatusaidia na kutuongoza. Kwa hiyo ninapokuja swala la kunena kwa lugha kwa Mkristo, sio kuhusu kujifunza ile lugha, lakini ni kuhusu Roho aliye ndani yako kukufunza wewe ile lugha. Unaona? Kwa hiyo mimi I don't believe kwenye ile kwamba eti kunena kwa lugha unajifunza, sijui. Yes, watu wengine wanajifunza na siku against na hicho kitu pia, lakini siamini katika hicho kitu binafsi. Ninachojua kwamba anayempa mtu kunena kwa lugha ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana kunena kwetu kwa lugha kunaweza kusifanane kabisa. Kuna mtu mwingine anaongea vitu ambavyo wewe huwezi kuvielewa. Lakini when it comes to kujifunza, tunaweza tukawa tunazungumza kitu kimoja ambacho hatujui maana yake. Na tunajua kabisa hata kunena kwa lugha pia wengi hatujui maana yake mpaka tupate mtafsiri. Okay, tusiongee sana kuswap. Sasa kwa nini hauwezi kunena kwa lugha? Cha kwanza kabisa, unawezekana kabisa kweli ukawa umeamini, umebatizwa na umeokoka, lakini haujampokea Roho Mtakatifu. Kwa sababu ukimpokea Roho Mtakatifu, unaweza kupokea karama za Roho Mtakatifu. Na miongoni mwa karama za Roho Mtakatifu ni pamoja na kutafsiri lugha, pamoja na kunena kwa lugha. Hizo karama naweza kusema ni zawadi za Roho Mtakatifu. Unaelewa kwamba ukimpokea Roho Mtakatifu unaweza kupokea zawadi zake, na zawadi zake ni miongoni mwake ni pamoja na kunena kwa lugha. Kwa hiyo unaweza ukawa umeokoka vizuri sana kanisani kwenu, wewe ni shemasi, wewe sijui ni kiongozi gani, ni nini, lakini Roho Mtakatifu akae ndani yako. Kuna watu ambao leo hii Roho Mtakatifu anakuwa tu pembeni yenu. Naelewa? Yaani ile kwamba usiende huko, usifanye hivi, lakini kukaa ndani yako kwamba kuongoze, wengi hicho kitu hamna. Na ndio maana unaona kama mbona fulani ananena kwa lugha, mimi siwezi kunena kwa lugha. Unaona? Mbona ana Roho Mtakatifu na wewe hauna Roho Mtakatifu? Kwa sababu haujamruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako. Na ndio maana tunaona kwa sababu wenzetu Agano la Kale kule Roho Mtakatifu alikuwa akainao milele kama sisi. Alikuwa anakuja kwa special assignment. Alikuwa akija anahakikisha amefanya jambo. Na ndio maana tunamwona Samuel ukisoma kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Alimwambia Sauli kwamba Roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Unaona? Nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwamba the moment ambao Roho Mtakatifu atakapokujilia utakuwa na uwezo wa kutabiri, uwezo wa kusema kama wao wanavyosema au manabii wengine. Unaona? Utakuwa kama wao. Kwamba Roho Mtakatifu atakapokujilia, na kwamba atakapokujilia kwa nguvu. Unaelewa? Akikujilia kwa nguvu. Kwa hiyo wenzetu wale Roho Mtakatifu alikuwa anawajilia kwa nguvu kwa muda mchache alafu anaondoka. Lakini sisi Roho Mtakatifu anatujilia moja kwa moja. Unatakiwa umruhusu Roho Mtakatifu akae ndani yako ili uwe na uwezo wa kunena kwa lugha. Sio kama unaelewa. Unawezekana kweli kwa umeokoka, inawezekana kweli unamjua Mungu, inawezekana kweli unasoma Bible, lakini Roho Mtakatifu kwako si kitu. Na ndio maana unaona kuna watu ambao wakisoma Bible unajiuliza hivi, anapata wapi courage ya kufafanua kiasi hiki kwa dharau na kiburi kiasi hiki? Anapata wapi? Unakuja kugundua mtu anasoma Bible kwa maarifa na akili yake na sio kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kama ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, lazima huyo mtu ampokee Roho Mtakatifu ili awe msaidizi. Kwa sababu Yesu anasema kwamba huyo Roho atakapowajia atakaa na nyinyi milele. Yaani Roho Mtakatifu anatakiwa akae ndani yako milele ili uweze kuzipokea zile zawadi au karama za Roho Mtakatifu. Hiyo ni pointi yetu ya kwanza. Lakini pointi yetu ya pili, kwa nini hauneni kwa lugha? Cha pili, kwa sababu sio lazima unene kwa lugha. Unaelewa? Ninaelewa hiki kitu kinawachanganya watu wengi. Mimi binafsi siamini kwamba kanisa lazima tunene kwa lugha. Siamini katika hicho. Na Paulo pia alithibitisha hilo kwamba 2 watatu wanatakiwa wanene, alafu mmoja anatakiwa tafsiri. Paulo alisema kwamba kama watu wote tukihubiri injili, hiyo ni sawa kabisa, haina tatizo. Lakini kama watu wote tukinena kwa lugha, siopo mtafsiri katikati yetu, hata wale ambao hawaamini watatuona kama sisi ni nini? Machizi. Kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 14
yote. Samahani, siku ya leo naonekana kama vile na kigumizi, lakini hivyo nimerekodi hii video nimetoka kuomba. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo you have to understand guys. Kwa hiyo hivyo sio lazima wote tunene kwa lugha. Kama wakiwepo 2 watatu ambao wanaweza kunena kwa lugha na wengine wakatafsiri, hilo ni jambo zuri, kwa sababu kwenye kunena kwa lugha ndiko ambako Mungu anazungumza na sisi, mambo ya siri. Ndio maana inaitwa kunena kwa lugha nyingine. Unaelewa? Kwa hiyo sio lazima, usije ukajisikia mnyonge, ukajisikia mpweke kwamba kwa nini sineni kwa lugha. Na sijasoma sana vizuri sana, ila sijui kama Mtume Paulo alikuwa ananena kwa lugha. Sijajua, sijamaliza kusoma, lakini kama alikuwa ananena kwa lugha mtu atatuambia hapo chini. Kama alikuwa ananena kwa lugha pia utatuambia hapo chini. Sijasoma sana na siwezi kusema uongo katika hilo. Lakini ninachojua kwamba Mtume Paulo alisema sio lazima sisi wote tunene kwa lugha. Kwa usije ukaona kwamba mbona mimi nahubiri sana injili, mbona nakaa kanisani sana, lakini mbona Mungu hajanipa karama ya kunena kwa lugha. Sio lazima. As long as unahubiri, as long as una neno la maarifa, as long as unabii uko ndani yako. Wewe hata usiponena kwa lugha, imradi unaunganisha dot kwenye mwili wa Kristo, hiyo inatosha sana. Unaelewa? Inatosha kuliko kawaida. Ninamjua mtu ambaye anamjua Mungu kuliko kawaida. Ninamjua mtu ambaye anamzungumza Mungu kuliko hata unavyodhani. Mtu ambaye Mungu anamwambia vitu vya siri na vikubwa, lakini yule mtu haneni kwa lugha. Unaelewa? Yaani hadi akaniuliza mimi, ni mtu mzima akaniuliza mimi, mbona mimi sijai kunena kwa lugha? Nikamwambia na sio nipata wapi hiyo courage. Nikamwambia nikasema sio lazima unene kwa lugha. As long as una uhakika kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakutumia. Inawezekana katika zawadi za Roho Mtakatifu wewe ukapewa neno la maarifa. Na ndio maana watu wote wakikuona wanasema una hekima sana. Unajua kuna watu wakimwona wanambia una hekima sana, yaani wewe una maarifa. Wanatoka huko watu wazima wanzie wanamfuata huyo mtu mzima kumwambia hivyo vitu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba Roho Mtakatifu sio lazima tu akupe zawadi ya kunena kwa lugha. Anaweza kukupa neno la maarifa na likakaa ndani yako. Kwa usijisikie mnyonge au mpweke kwa nini uneni kwa lugha. Sio hivyo. Kama wananena 2 watatu kanisani na wanaongea na Mungu ni sawa. Lakini pia kwa nini hauneni kwa lugha? Pointi yetu nyingine, kwa sababu umemzimisha Roho Mtakatifu. Biblia inasema msimzimishe huyo Roho. Unaelewa? Yaani kuna watu ambao Roho Mtakatifu yuko ndani yenu, lakini inapokuja swala la kuomba unamzima, yaani kwamba shut up, nitaomba mwenyewe, yaani wewe unyamaze. Kwa Roho Mtakatifu anakaa kama robot tu. Hawezi kukusaidia. Hawezi kukusaidia kuomba. Na tunajua Biblia inatuambia kadhalika yule Roho utusaidia kuomba kusikoelezeka. Kusoma kwenye Warumi 8:26. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu ile akusaidia, lazima umuamshe, usimzimishe. Na kumzimisha Roho Mtakatifu inawezekana kwamba haumpi nafasi kabisa. Yaani inapokuja swala la kuomba wewe unasema Roho Mtakatifu hebu tulia. Mimi hapa hili ninaliweza. Na hicho kitu mimi kuna kipindi niliwahi kufanya. Kwamba nilikuwa naogopa kwamba inawezekana nikawa naona nanena kwa lugha. Mbona mimi sineni kama wengine? Mbona wengine wananena maneno yale yale? Namsikia huyu anasema hiki na huyu anasema hiki na huyu anasema. Mbona mimi nasema tofauti? Kwa hiyo nilipokuwa nakuja swala la kuomba, nilikuwa naomba Roho Mtakatifu naomba unisaidie kuomba. Nikiona tunaona kabisa na karibia kunena kwa lugha, nakata nafumbua macho. Unaona? Hicho sio kitu kizuri. Unajua wana wengi na watukia hicho kitu. Kwa hiyo usimzimishe Roho Mtakatifu. Mwache Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Yeye ni msaidizi, anajua anapokusaidia na anajua kitu anachotakiwa kufanya. Ndio maana Biblia inatuambia kusoma kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19, msimzimishe huyo Roho. Usimzimishe Roho Mtakatifu. Mpe nafasi yake. Muache ajitawale. Muache afanye anataka kufanya. Usiwe tu mtu wa kusema wanaonena kwa lugha, wananena vitu ambavyo hawavijui. Na Roho Mtakatifu anajua hujui na ndio maana anakusaidia. Yaani anajua kabisa kwamba unachokinena wewe akijui, ndio maana anakusaidia. Na mimi kitu kingine ambacho kwa kinanifanya nimzimishe Roho Mtakatifu, kwa sababu nilisikia kuna mtu alisema kwamba ukiwa unanena kwa lugha kuna mikataba ambayo unaandika na Mungu pasipo wewe kujua. Kwa hiyo nikasema okay, isije kwa mimi namwambia Mungu nataka kuwa toashi hapa bila mimi mwenyewe kujua. Mimi sitaki kuwa toashi, and I was like sitaki kuwa toashi kabisa. Nikaambia inawezekana hapa nikawa namwambia Mungu kwamba Mungu, maybe I want to be a pastor, na mimi sitaki kuwa pastor. Kwa hiyo nilikuwa naona kama nikijikatisha inakuwa ni rahisi kutamka yale ambayo mimi ninayataka, lakini ilikuwa ni kosa kubwa sana sana sana. Unaona, ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo na wewe jichunguza, je, huwa unamzimisha Roho Mtakatifu? Kama unamzimisha Roho Mtakatifu, hebu muamshe. Mwache Roho Mtakatifu afanye kazi yake. Inapokuja swala la kuomba, hebu mwache Roho Mtakatifu ajitawale. Mwache ajimwage vile anavyotaka yeye. Mwache, kwa sababu yeye ndiye anayekusaidia. Wewe mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie mimi kuomba. Kinywa changu hiki kitumie unavyotaka wewe. Niruhusu mimi nimwombe Mungu vile ambavyo wewe unavyotaka. Alafu utakuja kuniambia. Lakini kama unaanza kuomba unasema hapa nikianza kunena kwa lugha, nitanena kama mtu fulani, sitaki. Hilo ni tatizo.
Ladies, namshukuru Mungu nimeweza kurekodi hii video. Kwa kweli ilinichukua muda sana kurekodi hii video. Na hata hivyo nimerekodi hii video, sijui, Mungu ni mwema lakini ni mwaminifu. Hopefully itamfikia mtu, itamsaidia mtu. Mungu aendelee kuwatia nguvu na kuwasaidia na kuwapigania. Kwa mtu ambaye uneni kwa lugha, endelea kumtafuta Mungu. Biblia inasema Mungu ni mkuu nasi hatumjui. Kusema kwenye Ayubu 36:25. Mungu ni mkuu. Si lazima tunene kwa lugha. Kwa sababu kama tunamjua, hatuwezi kujiweka kwenye kiboksi cha kunena kwa lugha. Lazima tutatafuta namna ya kuhubiri Injili. Lazima tutatafuta namna ya kufanya nini, kuunganisha mwili wa Kristo. Si lazima tu tunene kwa lugha. Ninawapenda sana. Mungu awabariki na kuwatia nguvu. Amina. Muwe na siku njema.